Sehemu ya pili inaendelea. Tulikuwa tumeishia kwenye mpende Bwana Mungu wako. Hapa tukisoma hapa, wale Wayahudi Mafarisayo, ambao Farisayo ni cheo katika Torati. Yote anayoishika Torati akajiita Farisayo ni cheo, kama ilivyo katika Yesu Kristo, askofu, mchungaji, mwinjilisti. Pia kwenye kufundisha Torati pia kuna vyeo, ila utofauti wake, kwenye Torati hakuna cheo kinaitwa mchungaji. Kwenye Torati hakuna cheo kinaitwa shemas. Kwenye Torati anayeishika Torati na kuifundisha hakuna cheo kinachoitwa askofu, kwa sababu hao maaskofu wameletwa na Paulo, mtume Paulo, Yesu aliyemtuma kuja kwa mataifa. Kwa hiyo sisi kwa mataifa hatukuletewa injili na mitume wa Yesu Kristo, bali tuliletewa injili na maaskofu, wachungaji, wainjilisti waliotumwa na Paulo kuja kutuhubiria injili. Maana Paulo alikuwa yuko gerezani amefungwa na Warumi. Kwa hiyo katika kufungwa na Warumi alikuwa anaandika nyaraka nyingi, anawapa wanafunzi wake kuzisambaza kwa watu wengine walio nje huko katika mataifa. Maana Rumi kipindi hicho alikuwa anatawala ulimwengu, na Paulo kukaa na Warumi walikuwa wanazunguka naye kila unapokwenda, Asia wapi alikuwa kifungoni. Kwa na ile injili alikuwa anaihubiri Paulo, wengi walikuwa wakisikia wakisambaza kuja ulimwenguni kote. Kwa hiyo injili tulikuwa nayo sisi tumeletewa asilimia kubwa, mwasisi wake ni Paulo, na waliotufikishia sisi ni maaskofu, wainjilisti na mashemas. Hatukuletewa na Mafarisayo, hatukuletewa na waandishi wa sheria. Yaani waandishi wa sheria maana yake wafundisha Torati. Torati ni nini? Torati ilitoka wapi? Na imetufikiaje sisi hapa kwa mataifa? Ni kwamba kuna mtu mmoja alitumika anaitwa Ellen G. White na Miller. Hao ndio walioanzisha usabato mwaka 1900 na kitu hapo. Kwa haukuwepo kabla ya Yesu. Kuanzia ule mwaka wa, yaani kuanzia Yesu anakuwepo ulimwenguni mpaka anaondoka, usabato ulikuwa hauko. Umekuja kuanzishwa 1900. Tena na makanisa ya kilokole yameshaanzishwa, makanisa ya Katoliki yameshaanzishwa. Usabato ndio ukaja ukaanzishwa kutokea katika kanisa la Methodist. Kwa haukuwepo. Na muasisi wake ni mwanamke. Huo haupingiki. Kwani aliyeanzisha sabato ni nani? Watakwambia ni Mungu. Mungu alikuja kuhubiria wewe mtu wa mataifa kwamba kwa msabato. Sabato ni siku, ilikuwa ni siku ya kustarehe, ni siku ya kupumzika. Lakini wakati wanapumzika, Bwana alikuwa akiwapa chakula wao waliokuwa na wakipumzika wakati huo. Na ndio maana tuisome sasa hapa kwenye Kutoka 16:28. Tuisome hapa hii. Kutoka 16:28. Bwana akamwambia Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini? Angalieni, kwa kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo sabato, kwa sababu hii huwapa siku 6 chakula cha siku 2. Kaeni kila mtu mahali pake. Mtu awaye yote asiondoke mahali pake kwa siku ya 7. Mtu awaye yote asiondoke mahali pake kwa siku ya 7. Kutoka 16:28 mpaka 30. Leo imekuwaje wa sabato wanatoka wanaenda kuhubiri? Na siku ya sabato sio siku ya kuhubiri. Kusanyiko la siku ya sabato, siku ya 7 na siku ya kwanza sio siku ya kuhubiri. Wao walikuwa hawahubiriwi. Hakuna mafundisho ya kuhubiri kwenye Torati. Kama mwenye andiko hilo lipo kwamba siku ya sabato ni siku ya kuhubiriana, jamani, huo ni uongo. Hakuna kitu kama hicho. Ni uongo. Wakina Ndacho wanahubiri uongo. Sabato huruhusiwi kutembea, sabato huruhusiwi kushika simu, sabato huruhusiwi kushika kitu chochote. Hata kuteka maji na kunywa nadhani hairuhusiwi. Nani anayetimiza Torati leo anaweza kuihubiri kwamba atapata uzima wa milele kupitia Torati? Hicho kitu hakipo. Tutakuja kuangalia mbele. Mwanadamu atapata uzima wa milele kupitia nani? Kupitia Torati? Sabato, kushika sabato atapata uzima milele, au kupitia sheria za Yesu Kristo, amri mpya ambazo zimekuja katika Yesu Kristo na kumwamini Yesu ndio kupata uzima wa milele? Tutaangalia. Maana Yesu Kristo na amri zake na sheria zake. Wasabato wamekuwa wakichanganya. Wakisikia sheria au amri wanajua ndio zile za Agano la Kale, kitu ambacho sio kweli. Wanadanganya umma. Nayo pia tutaangalia. Ni sehemu ya pili. Mwalimu wa Biblia Tanzania, Mwalimu Joseph Andrea. Subscribe, comment, share.
YouTube Acha Biblia Iseme TV. YouTube natumia jina la Acha Biblia Iseme TV. Facebook Joseph Begwa, TikTok Joseph Begwa. Karibuni wote katika kusanyiko la wanafunzi wa Yesu Kristo tuweze kujifunza neno pamoja, maana tunaenda kujifunza na kuonyana. Kusanyiko la Yesu Kristo la wanafunzi wa Yesu Kristo linawakaribisha. Tunakusanyika kwa mwezi mara 2. Tunakusanyika Jumapili ya kwanza ya mwezi Moshi Kilimanjaro, Jumapili ya katikati ya mwezi Arusha. Kwa hiyo tunaweza kukutana Arusha au tukakutana Moshi kutokana na watu wanavyokuwa na uhitaji wa kujifunza neno na kuuliza maswali. Kwa hiyo mnakaribishwa nyote. Asante.